Asante sana ndugu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu. Leo hii naomba nikukaribishe uungane nasi tukiwa hapa mezani na swali letu muhimu, swali zuri kabisa ambalo tumelipata kutoka kwa wafuatiliaji wetu wa chaneli hii ya Lisha Ubongo. Swali linasema hivi: je, unadhani kuna faida gani kujua uwezo au maweza yako na udhaifu wako au madhaifu yako? Swali linatuelekeza kutuuliza, tunadhani kuna faida gani ya sisi kujua maweza au madhaifu yetu? Kwanza kabisa tuanze na kuangalia maana ya maneno msingi katika swali letu. Neno la kwanza ni uwezo. Kadiri ya kamusi ya Kiswahili tataki zamani tuki inasema uwezo ni hali ya kuweza kufanya jambo. Salua tani. Neno la pili ni maweza. Maweza ni mambo yote mtu anayoweza kufanya kwa kipaji, taaluma au kipawa. Tuangalie neno la tatu ni udhaifu. Udhaifu lina maana nyingi kidogo, lakini hapa zimewekwa mbili. Maana ya kwanza, kadiri ya tata kizamani tuki inasema udhaifu ni hali ya kutokuwa na nguvu, unyonge, uduni ama uhafifu. Tuje tuangalie maana ya pili. Udhaifu ni hali ya kuwa na tabia mbaya. Hivyo, tukiangalia maana hizo zote za udhaifu, tunakuta udhaifu ni kutokuwa na uwezo wa kufanya jambo kabisa au kutokuwa na uwezo wa kulikamilisha jambo. Sasa, swali letu linatuhoji kama kuna faida ipi tunaipata katika kujua uwezo na udhaifu wangu au wako. Huku tukiongozwa na mwanasaikolojia anaitwa Woodworth R.S. anayetoa maana ya saikolojia kuwa ni sayansi inayohusu mambo yote anayofanya mwanadamu kwa hiari au pasipo hiari, yakilinganishwa na mazingira aliyopo. Tuangalie sasa tuone faida zake. Hapa tunaenda kuangalia faida. Mosi, kujiamini pale unapofanya jambo unaloweza kufanya vizuri zaidi. Faida ya pili, kujua maweza na madhaifu kunapelekea kutegemeana na hivyo kuleta ushirikiano na watu wengine, ili kwa jambo unaloweza usaidie kwa wema na jambo usiloweza usaidiwe kwa wema pia. Faida ya tatu, inakusaidia kuishi maisha yako mwenyewe na sio kuishi maisha ya watu wengine. Hasa pale unapokubaliana na hali ya kutoweza kwako kufanya mambo kwamba unahitaji usaidizi. Ingawa ni ngumu sana mtu kukubaliana na hali hiyo, kutaka kuonekana anaweza. Tambua kwamba huwezi kuwa wewe bila wewe. Tunadanganyana na kauli kwamba maisha mazuri kuishi ni kuwa vile tunavyotamani kuwa. Kumbe ni kuwa vile tulivyo na sio vile tunavyotamani kuwa. Faida ya 4, kujua maweza na madhaifu yako kutakusaidia kuendana na fursa mbalimbali, hasa za mambo yanayokuza utu na kipato chako. Ndugu mpendwa, sasa tuone hasara, kwani kila chenye faida hakikosi hasara isipokuwa Mungu tu peke yake. Hasara ya kwanza, kujua madhaifu ulionayo inaweza kukusababisha kushindwa kujiamini, hasa pale unapokutana na watu wanaofahamu kukuzidi na ukashindwa kukubali kwamba wewe huwezi na unatakiwa kuwaachia wanaoweza, huku ukitambua kuna mambo ambayo wao pia wanakutegemea wewe na ndio kutegemeana kwenyewe. Hasara ya pili, kujua maweza yako kunaweza kukusababishia majigambo, hasa pale unapokutana na mtu au watu wasiojua chochote au wanaojua kidogo tu, yaani kidogo, na wanakutegemea wewe pekee. Hivyo kuna hatari ya kujisahau na kudhani kuwa wewe ni walazima, kumbe ni wa muhimu tu, sio walazima. Hii ni hasara ambayo inatupata tukiwa tunajua maweza yetu, kudharau wengine kwa sababu tunadhani wao hawajui, na hii inatusababishia tujione kwamba sisi ni walazima, kumbe hapana, ni wa muhimu tu na wala sio walazima. Sasa baada ya kuangalia hasara na faida, aliyejibu swali hili anatuambia nini kifanyike? Anaanza kwa kusema, mwanafalsafa mmoja wa zamani sana jina lake Socrates anasema jitambue, yani know thyself. Kubwa katika maisha ni kuwa na furaha, lakini huwezi kuwa na furaha kama umeshindwa kujitambua maweza na madhaifu ulionayo.
Kujitambua kuna kusaidia kufahamu zaidi hisia zako, nguvu zako na udhaifu wako. Lakini ndani ya kujitambua kuna unyenyekevu. Ukiwa mnyenyekevu itakusaidia kukubali usiyoyaweza, kwamba huwezi na unahitaji msaada. Lakini pia unyenyekevu utakusaidia kutokuwa na majigambo kwa mambo unayoweza kuyafanya na kuyachukulia kuwa ni huduma kwa watu wengine na sio pigo kwa watu wengine. Huku ukitambua kuwa wewe ni wa muhimu na sio wa lazima, itakusaidia kuishi kwa furaha. Unapodhani ukifa unaacha pengo na ulikuwa jino la mbele, linakuja kuota gego kubwa kuliko pengo na huwezi amini kwa sababu hutakuwepo, pengine ukiwepo ungeweza kuamini. Hivyo basi, kujua madhaifu yako na maweza yako, faida yake ni kuwa na furaha. Waingereza wanasema, the easiest thing in the world to be is to be you. Jitambue, nyenyekea, usijisahau. Asante sana. Aliyejibu swali hili ni Zefania Kiswaga. Hivyo nakukaribisha mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa channel ya Lisha Ubongo. Kama una maswali mbalimbali unatamani kuyajua, karibu uulize katika ukurasa wa kutuma comment. Nasi tunakuahidi tutajibu swali lako vile ambavyo ulitamani na pengine vile ambavyo kutamani, kwa sababu mawazo yanapatikana kila siku. Hili ni jibu alilolitoa Zefania Kiswaga juu ya swali lililouliza, je, kuna faida gani ya mimi kujua madhaifu na maweza yangu? Hivyo ndivyo alivyojibu Zefania Kiswaga, mwana falsafa. Asante sana, ulikuwa nami mmoja wa wanafamilia Lisha Ubongo. Merci beaucoup, au revoir, ciao, danke, tschüss.